viongozi wa Chauma jimbo la Segerea pamoja na mgombea wenu, tuko tayari kupeleka umati katika uchaguzi kwenda kuipiga kura ya ukombozi. Na nikuhakikishia mgeni rasmi, tarehe 29 Oktoba, naomba uandike kabisa katika diary yako kwamba jimbo la Segerea lenye kata 13 pamoja na mbunge ambaye ni mimi, kata zote 13 pamoja na nafasi ya ubunge tunawaletea makao makuu ikiwa ni 100% tumeshinda. Lakini kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita, kipindi ambacho Bona Karua amekuwa ni mbunge, ndugu zangu wana Mnyamani, mmeishi katika manyanyaso, wala mjui nini maana ya maendeleo. Ndugu zangu wa Mnyamani na wananchi kiujumla, nafahamu mna shida na kero ya maji, mna shida na kero ya barabara za ndani kwa ndani, mna shida ya kulipia takataka kila mwezi wakati magari mnayaona mara moja kwa miezi 6. Na pesa mnayoilipa ya takataka haiendani na uchafu mnaozalisha kwa mwezi. Nafahamu kwamba katika kata hii ya Mnyamani wengi tumepanga kwa sababu vipato vyetu ni vya chini na kati. Wengine mnapanga kwenye nyumba za vyumba 10. Wewe una chumba kimoja na mwingine jumla mko 10. Na wewe ndani mwako una jiko moja la mkano, unapika ugali na mtoto wako au na mume wako. Lakini unaambiwa ulipe shilingi 2,500 mpaka 3,000 kwa ajili ya takataka. Wakati huo unapoambiwa kila chumba ulipe shilingi 2,500 mpaka 3,000, yule diwani, yule mbunge, nikiwemo mimi niliyejenga nyumba, sawa, ninayeishi na watu wanaonitegemea zaidi ya 10, heti naambiwa nilipe sawa na wewe mwenye chumba kimoja. Huu ni unyonyaji usiokubalika. Kama sheria iliyotungwa na diwani na mbunge wenu kwamba kila kichumba kimoja uhesabike kama kaya, lakini mwenye nyumba heti anaambiwa hata kama una watu ndani mwako 10 na una vyumba 10 vya nyumba yako, heti kwa sababu ni familia yako, heti wewe unahesabika ni kaya moja. Huo ni unyonyaji ambao mimi ninayekwenda kugombea hili jimbo, mkinishika mkono na mheshimiwa diwani, mkatupa kuiongoza hili jimbo la Segerea, cha kwanza ndugu zangu nisikilize. Wewe unayepanga kwenye chumba kimoja, mko wapangaji 10 na kwenda kuomba sheria ibadilishwe, nitapeleka mswada maalum, mswada binafsi kuiambia serikali kama tunahesabu kaya moja, wale wanaopanga kwenye nyumba moja lakini vyumba 10, hiyo shilingi 2,500 wanaigawana sawa kwa sawa. Naona hamjanielewa. Kama wewe mmoja unalipa 2,500 na mnapanga mpo ndani ya vile vyumba kila moja chumba chake mko watu 10. Ninyi watu 10 mchukue ile 2,500 mnagawana, kama ni kulipa 200 sawa, wote mhesabike ni kaya moja. Waheshimiwa wana wa Segerea, tuna mambo mengi na nimelazimika leo kuja, sio kwa bahati mbaya. Katika majimbo ambayo tunategemea kabisa wala hayana mjadala mpaka tunakwenda tarehe 28 ya mwezi wa 9, kwa maana ya mwezi wa kwanza tangu kampeni zimeanza, jimbo la Segerea ni kati ya majimbo ambayo wanahitaji kutukabidhi mapema ili siku ya tarehe 29 iwe ni siku ya majumuisho. Na mimi niwaambie na niwahakikishie, huyu mbunge wenu huyu aliyemaliza muda wake, nimesikiliza kwa kina kabisa kero namba 1 ambayo ninyi inapaswa kuwaumiza, ni kero ya kitu kinachoitwa tozo za usafi. Mwaka 2022 mnakumbuka ilifanyika sensa nchi nzima. Kwenye jimbo la Segerea ukipiga hesabu ya kaya, kuna kaya 188,000 kwa wale wana mahesabu.
kwenye kila kaya moja, kama wanatoza shilingi 2,000 kwenye kila kaya moja, kama wanatoza shilingi 2,000, maana yake kwa mwezi wanakusanya shilingi 300,000 na 600,000, 300,000 na 600,000 kwenye kaya zote hizo. 300,000 umeshindwa hata kujenga kipande cha lami cha barabara. 300,000 umeshindwa hata kupeleka chakula mashuleni. Mimi niwaombe mama zangu, elimu wanayopata watoto zetu, elimu wanayopata wadogo zetu, sio elimu ambayo wanapata watoto wa kina Bona. Niwaulize, hivi ni nani anajua mtoto wa Bona anasoma wapi? Ninyi mnamwacha Agnesta, mnapeleka mtu bungeni. Hivi mnajua kwamba kwenye jimbo la Segerea liko halmashauri ya Ilala? Mnajua kwamba jimbo lenu kwenye halmashauri ya Ilala kwenye mwaka 2023-24 kwenye mapato halmashauri ya Ilala imekusanya trilioni 111 mapato ya ndani halmashauri ya Ilala. Alafu mnapeleka mtu ambaye hawezi kuwasemea. Yani Agnesta huyu wala hahitaji kwenda kuomba bungeni. Mapato yanayokusanywa Segerea. Hivi ukizunguka humu si unaona kuna yadi za magari? Si kuna watu wanapaki magari? Wale watu wanaopaki magari kwenye eneo lenu hili wanalipa kodi. Hizo kodi zimeshindwa kuja kutetea akina mama. Niwaombe mama zangu, wadogo zetu hawa, sisi mmetusomesha kwa fedha ndogo ndogo. Ifikie hatua twendeni tukachague mwanamke mwenzenu anayejua matatizo ya watu wa Segerea, anayejua matatizo yenu. Mnakuwa na mbunge ambaye miaka 5, miaka 10 haonekani jimboni. Leo ndio anakuja jimboni. Amesahau nini? Lakini pia kwenye shule zetu watoto wanazosoma leo, mchukue mtoto wa darasa la 2, mchukue mtoto wa darasa la 3, mchukue mtoto wa darasa la 4, muulize 1 jumlisha 1 atashindwa. Mwambie 1 jumlisha 1 atakwambia 2. Katika mazingira ya kawaida, yani mtoto wa Kitanzania anashindwa kutofautisha kati ya msichana na mwanamke. Yani mtoto wa Kitanzania leo, vijana wanaomaliza chuo kikuu wanakwenda kufanya interview, wanaitwa na makampuni makubwa kwenda kufanya interview. Kuna ndugu yangu mmoja amekwenda Tabora kwenye interview. Amefika kwenye interview, anaulizwa what is your name? Akataja jina lake kwa sababu anajua na amemaliza chuo. Tell about Agnesta. Zinaanza the, zinaanza ke. Anaambiwa elezea wewe ni nani? Huyo amemaliza chuo. Tunahitaji mtuletee Agnesta kwa sababu zifuatazo. Watu wa Segerea kule nyuma mnamuona? 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 Na niwaambie tu hamjui. Mimi na Agnesta kwenye siasa za nchi hii tumeanzia from zero. Tumeanzia from zero. Mimi na dada yangu Agnesta. Watu wasiojua, wakati tukiwa kuna chama kile kule, mimi tukiwa kule, mimi nilikuwa katibu wa Chadema kanda ya magharibi yenye mikoa ya Tabora, Kigoma na Katavi. Mimi tukiwa kule 2017, 2018, wakati Magufuli anasema ifikapo 2020 upinzani utakuwa umekufa. Ni vijana 6 tu
kwenye Chadema na Agnesta akiwepo, ambao tulisema hapana, tulishuka chini kwa ajili ya kuweza kunusuru chama nchi nzima. Anaweza kushindwa Segerea? Anaweza kushindwa Segerea? Lakini la mwisho, alipewa tuzo kama shupavu, mtu aliyefanya makubwa katika mikoa ya Singida, mikoa ya Dodoma, mikoa ya Morogoro, alipokwenda kusimamia program maarufu ilikuwa inaitwa Chadema ni Msingi. Atashindwa kuwatetea? Wakati nyoka anapita pale, nilijaribu kuangalia nini maana ya Agnesta. Agnesta ni jina la Kigiriki lenye maana ya safi na takatifu, na halijawahi kuwa na matatizo